nikwambie tu kwa kazi yako nzuri, mafundisho yako na miongozo yako inayosimamia zaidi takwa na ikhlas, Dar es Salaam, mji ambao miaka mitatu iliyopita umeniamrisha ni usimamie kiimani, kwa maelekezo yako ni mji unaokwenda vizuri sana. Leo tupo katika munasaba huu wa kufungua msikiti huu Masjidul Islamia Kigamboni huku. Nikwambie tu kwa ile dhana yako na msemo wako maarufu uliotutaka tusafiri nao, jitambue, badilika, wacha mazoea, Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri. Tunajitahidi kwa udhaifu na udogo na uchache wetu kufanyia kazi. Ni kuhakikishie tu ndani ya kipindi cha miaka mitatu msikiti huu mimi ni wa 32 tangu mwaka 2022 tarehe 2 Februari uliponikabidhi kwa amri yako kijiti cha kusimamia mambo haya ya misikiti. Huu ni msikiti wa 32 unafunguliwa kwa wastani wa kwamba kila mwezi msikiti mmoja ndani ya miaka mitatu. Hili sio jambo dogo. Kigamboni peke yake huu ni msikiti wa 4. Msikiti wa 4. Mwanzo tu naingia katika ofisi yako pale, nilialikwa kwa niaba yako, na pale pameandikwa kabisa kwamba msikiti huu unafunguliwa kwa mkono wa mufti, na ukanituma na kukumbusha. Nikaenda Mwasonga kufungua msikiti Masjidun Nur tukishirikiana na shekhe wa wilaya Sheikh Abdallah, tulikuwa pamoja. Lakini Masjidu Maryam Ungindoni huku Kigamboni tumeufungua kwa amri yako. Masjidu Zainul Abidin Vijibweni karibu na daraja kwa amri yako tumekuja kuufungua, na leo tuko hapa sote tunafungua msikiti huu Masjidul Islamia. Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri. Hadha indalla ala shay'in, ikiwa tunatafuta kuna nini, basi ni kuonyesha namna gani unatulea, unatuelekeza, unatuongoza tupate kusimamia mambo haya, hususan katika jamii ya Waislamu. Sasa wapate vituo vya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vyenye sura hii, ambao watayo sehemu ya kuabudu, lakini wanayo sehemu ya kusomea ibada zao, lakini mwisho wanao sehemu hata ya kusafisha miili yao wakati sasa wanarudi kwa Mola wao Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri. Mheshimiwa Mufti, kabla sijakukaribisha kwa ruksa yako, naomba niongee kidogo machache na viongozi wa Masjidu Islamia katika yale maneno unaonituma kila siku niwaambie. Mheshimiwa Mufti, wewe ni mtu ambao siku zote unasimamia amani na unatutaka kila tunatembea katika mawanja haya sisi tusisitize masala ya amani. Ndugu zangu viongozi wa msikiti huu, misikiti iliyotajwa katika Qur'ani ni namna mbili. Katika Qur'ani kuna misikiti miwili, na nayasema haya kwa sababu kazi alionipa Dr. Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana, Hujjatul Islam. Asante. Ni kusimamia mambo yakiwemo mambo ya msikiti. Mheshimiwa Mufti, si vizuri kusema sana humu, lakini ndio tupo hapa. Kesi zilizokithiri pale ofisini ni talaka, mirathi na ugomvi wa misikiti. Juzi tu umeniita, tulikaa kuanzia saa 7 mpaka magharibi tukizungumza mmoja kati ya misikiti mingi yenye migogoro hapa, na uliondoka umekasirika pale. Naikumbuka ile kiasi bado inanikereketa kama mwanao ulionipa kazi hizi kutembelea misikitini. Ndugu zangu wa Masjidu Islamia,
na kesi nyingi za misikiti pale. Kuna misikiti iliyotekwa, kuna misikiti yenye ugomvi kati ya vijana na wazee, kuna msikiti wazee hawataki vijana, na kuna msikiti vijana hawataki wazee. Lakini kuna misikiti ni kambi ya siasa. Dar es Salaam hapa vurugu kwa sababu tu tofauti ya itikadi ya vyama vya siasa. Lakini kuna misikiti ni uwanja mapambano kwa sababu tu ya ikhtilafu za kisheria katika hiyo ibada. Tuswali kwa hapa au kuachia mikono au kushika kiuno, ipo na inaleta taabu kubwa. Kuna misikiti baina ya waasisi na waumini, kwamba sisi ndio wenyewe, babu yangu huu msikiti ndio wake, kwa hiyo mimi ndio kila kitu. Mtu huyo hata kama hajui alifu, lakini yeye ndo anataka adhini, aswali, afunge milango, afungue mabomba. Tunayo kule. Cha kuchekesha, Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali baba yangu, na kesi ya msikiti naona itakujia hiyo, umewekwa bondi benki, watu wamechukua pesa na msikiti unadaiwa. Kazi ulizonipa hizo sijalala. Wacha hiyo, kuna msikiti umeuzwa kabisa Tabata, na umeuzwa kwa mmoja wa kiongozi wa dini upande wa pili, na haki zote zimekamilika, bado kukabidhiwa tu msikiti wake. Anaona haya, vipi atakwenda kuchukua msikiti wake? Amekuja pale ofisini kushauriana mimi na yeye, nikaambia tutafute waliokuuzia ili wakupe pesa zako, unionee huruma mimi kwa ajili ya waumini, na Mwenyezi Mungu msikiti urudi pale. Waliouza wote wamekufa. Hadha khabaru ma indana, hadha khabaru ma indana. Misikiti hiyo sasa, ni waombe ndugu zangu, na hakika kwa uzuri wa hivi msikiti unavyoonekana katika madhahari yake, na hakika kwa nyoyo pia za viongozi wa msikiti huu ni nzuri zaidi. Hautokuwa msikiti wa mapambano, hautokuwa msikiti kama ule uliosema walladhina ittakhadhu masjidan dhiraran wa kufran wa irsadan baina almu'minin wa tafriqan baina almu'minin wala yahlifunna illa alhusna wallahu ya'lamu innahum lakadhibun. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, la takum fihi abada, la masjidun usisa ala taqwa fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, mpaka mwisho wa aya. Na hakika msikiti huu utakuwa ule katika alioamrishwa kuswali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, msikiti utakaokuwa ni kioo, utakaokuwa ni kiigizo huko Kigamboni, ili zisije zile kesi ambazo zinakuja pale ofisini kwangu zinanishinda, mwisho zinakwenda kwa mwenyewe mufti. Mwenyezi Mungu atulipe kila la kheri. Mwenyezi Mungu ajalie msikiti huu katika misikiti hiyo. Na nimeambiwa ratiba imebadilika, mimi sitokuwa na kazi ya kumkaribisha mheshimiwa mufti, isipokuwa ratiba inaendelea kidogo. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afwa minkum.